Leo ni kumbukumbu ya miaka 63 tangu tukio la kihistoria lililotokea Oktoba 27 mwaka 1962. Katika kilele cha mgogoro wa makombora ya Cuba, yani Cuba Missile Crisis, afisa wa jeshi la wanamaji la Soviet, yani Vasily Alexandrovich Arkhipov, alishirikishwa kwa kuzuia mashambulizi ya nyuklia ya Soviet na hivyo kuepusha uwezekano wa vita kuu ya nyuklia duniani. Tukio hilo lilifanyika ndani ya manowari ya Soviet ya B-59 iliyokuwa imejaa silaha za nyuklia, ikifanya doria katika maji ya kimataifa karibu na Cuba. Manowari hiyo ilikuwa ikifuatiliwa kwa karibu na meli za kijeshi la wanamaji na Marekani, ambazo zilianza kurusha mizinga midogo ya kina cha maji kama ishara ya kuilazimisha manowari hiyo iibuke. Lakini rubani wa manowari na afisa wa siasa waliamua kurusha silaha ya nyuklia waliokuwa nayo, wakiamini kwamba vita kuu tayari ilikuwa imeanza. Hata hivyo, kulingana na sheria za manowari za Soviet, marubani wote watatu walihitaji kukubaliana kwa kauli moja. Vasily Arkhipov, ambaye alikuwa mkuu wa wafanyakazi, yani chief of staff wa kikosi hicho, alikataa kutoa kibali chake. Alitulia, akashawishi wenzake na hatimaye aliruhusu manowari hiyo kuibuka na kuwasiliana na Moscow kabla hata ya kurusha silaha zake. Uamuzi wa Arkhipov ulikuwa na umuhimu mkubwa zaidi. Cha kwanza ni kurushwa kwa silaha moja tu ya nyuklia na manowari hiyo kungekaribia kusababisha majibu makubwa ya nyuklia kutoka Marekani, ambayo yangeanzisha vita vikuu vya kimataifa ya nyuklia, yaani Global Thermonuclear War, na uharibifu usioweza kusemekana hata kidogo. Lakini japokuwa Arkhipov hakupata sifa mara moja, utambulisho wake ulifichuliwa baadaye. Leo anaheshimiwa na wengi kama mtu aliyeokoa dunia kutoka kwenye hatari ya maangamizi. Tukio hili linakumbusha jinsi uamuzi mmoja tu wa mtu mmoja unaweza kubadilisha kabisa mkondo wa kihistoria wa ulimwengu.